ambao utaweza kuendo mwaka 1935 Yanga nazaliwa. Kuzaliwa mwaka 1935 Simba Yanga nazaliwa. Uli mwaka 2025. Unaweza kuniambia miaka mingapi pita hapo katika? Tuanze kwenye huru kwa sababu unaweza kuniambia ngoja kwanza. Nataka kupigia miaka hapo. Nataka kunipigie miaka. Taratibu. Miaka mingapi? Tunaenda taratibu. Ngoja nikwambie kitu. Ngoja nikuelekeze sana. Unasema 1935. Yanga amezaliwa. Inter Milan 1905 lakini uwanja kajenga mwaka jana. Ngoja nikwambie bwana Samu. Mwaka 1936 hatujapata uhuru. Lengo kubwa ukisikiza historia ya mababu zetu, lengo kubwa la kuanzisha vilabu vya Simba na Yanga ni kupigania uhuru. Kwa hiyo lengo la kwanza la klabu ya Simba na Yanga ilikuwa kupigania uhuru, tupate uhuru. Mwaka 1961 baada ya kupata uhuru ndo tukaanza sasa kucheza soka amateur. Baada ya kufika level ya professional ndo sasa hivi tunahitaji hivyo viwanja. Usianze kupigia mwaka 1936 kwa sababu mwaka 1936 tunapoanzisha vilabu ndo lengo letu kupata uhuru. Basi tuanze baada ya uhuru. Tuanze 62. Basi tufanye baada ya soka letu kwa professional kuanza kuingiza wachezaji wa kigeni kucheza kwenye tuanze mwaka 2000. Ndio. Mpaka leo ni miaka mingapi? 25 ambayo. Kwa hiyo mimi kufupi sioni kwamba ni shida sana, lakini naamini wanaweza, ila kuna viwango vyao wanavyohitaji kutengeneza vilabu vya Simba na Yanga. Kitu kinaanza mdogo mdogo. Uwanja wa Azam ameongeza sasa hivi. Uanze na capacity watu ngapi? Kama yani nasema ameongeza watu. Vita ameongeza vita. Anza na moja, utaongeza 2, ikija michuano kimataifa. Unatumia uwanja wa taifa kwa sababu uwanja wako ni mdogo. Sawa. Lakini miaka inavyozidi unaongeza mdogo. Sasa kwa level alofikia Simba na Yanga utaongeza mdogo. Umeelewa bwana? Hivi vile Simba na Yanga vinaliwa na watu wengi. Ndio. Simba au Yanga wanafanya kazi pale ndani ya Yanga, anaisha range, kajenga nyumba kubwa, ana miradi mikubwa, wanasoma shule na wanasoma nje. Kupitia hizi Simba na Yanga ndio unapokuja kuvuruga hizo mada hawakuelewi. Utakuwa mdogo wangu, kajenga nyumba, wajukuu, tazaa watoto ya Simba na Yanga viwanja. Nashukuru sana bwana. Hii ni Sanga Media TZ na tulikuwa wote kwenye kipindi cha Fair Play. Sasa tumefika tamati ya kipindi chetu. Sisi tupende kutoa shukrani zetu za dhati kwa director wetu, kameramani bwana Kibindo. Leo ametuwezesha sana kung'aa kwenye kioo cha simu yako bwana. Hii ni Fair Play, tukutane tena kwa wakati mwingine. Sakata la ya TFF time imeenda, shehe wangu tutazungumza kidogo. Ongea wewe unayojua. Ngoja tuongee kidogo kuhusu swala. Kanikumbusha bwana mdau wetu wa soka leo tumemkaribisha, lazima tumpe kidogo heshima. Bwana Simba na Yanga mechi yao, Yanga ndio alikuwa nyumbani na Simba. Mechi yao ilibidi ichezeke tarehe 8 Machi mwezi huu wa 3, ila ikashindikana kulingana na barua TFF. TFF ndio aliailisha mchezo, akasema kulingana na Simba taarifa yake aliyotoa, tunaailisha mchezo huu, tutapangia tarehe nyingine haraka iwezekanavyo. Mpaka sasa siku nyingi sana zimepita, kulikuwa na mabishano mengi mtandaoni, huyu wengine wanafanya jokes kama Manala, lakini kiukweli TFF ndio tutabaki na msimamo wao, watatoa tarehe maalumu ya mchezo kuchezeka. Wewe tu unavyoona soka letu taswira, kwa sababu tukizungumzia Tanzania tunazungumzia vilabu viwili Simba na Yanga, licha kuna Singida, kuna Pamba, kuna Kengodi, lakini bado tunazungumzia vilabu viwili ambavyo ndio vinabeba thamani ya soka letu, kwa sababu mchezaji analipwa hela nyingi anatoka kwenye hivyo vilabu viwili, mchezaji MVP mara nyingi anatoka kwenye vilabu viwili. Baada ya ile sakata, Yanga wametoa tamko, wamesema wao hawatacheza mchezo mwingine huu kwa muda mwingine endapo itailishwa siku ile, na kweli imeilishwa. Mpaka sasa Yanga anasema wao hawatacheza, lakini sisi tunasimama na baba wa mpira TFF. TFF imesema watapangia tarehe, na bado wakipanga tutaona kama watakuja au watakuja. Bwana Sam, taswira soka letu unalionaje? Linafaa kuendeshwa na viongozi wanaotoka Tanzania au tutafute viongozi ambao watatoka nje ya nchi waje kusimamia kanuni na sio busara? Miaka ya nyuma iliyopita ndani ya ligi yetu ilipata changamoto sana, ligi yetu kukua. Umeelewa? Ilipata changamoto mpaka ifika hatua ligi yetu ikakosa mdhamini wa kuidhamini. Hii ligi
Sasa ilikosa mzamini. Bodi pia akajiondoa kwa mzamini. Umeona bwana? Inashangaza imefikia hatua ligi yetu imefika sehemu nzuri. Pia sasa hivi mtaki kufikia Kongo anakuja Simba au Yanga anafurahi. Sio unaelewa, ana enjoy. Anasikia ganda wapi? Simba. Aenda Yanga na anafurahi. Leo hii Azam na miko sija kubwa. Sio umeelewa? Ndani ya ligi yetu. Acha na Azam, Singida Black Star. Jonathan Wapari yupo wanapiga hiyo sawa. Sija kubwa na miliki ambao wanaweza kucheza Simba au Yanga. Kawaida shida nini? Bwana Sam, shida nini kwenye soka letu tunavyoendesha? Na kawaida uje watu wengi viongozi wetu wa soka hawakumbuki tulipotoka. Unapokuwa hata kwa maisha ya kawaida, unajua unapokuwa unapambania kitu, ukipata kitu bwana nataka ni simu fulani, unapambania kuitafuta ukishaipata unasahau zile njia ambayo ipambania kuipata ile simu, una relax. TFF umejisahau ligi yetu ilipotoka. Ligi ni yaso. Mpaka sasa inatoa nafasi ya 6 nafasi ya 5. Ukanda East Africa inatajwa. Wewe unataka kuniambia kama mimi nilivyozani kwamba kuna kwenye uongozi kuna madudu. Kwenye uongozi kuna changamoto kubwa sana. Sasa wewe mimi wazo langu unaonaje TFF tutoe ule uongozi ambao tunajuana, kwa sababu kuna ile kujuana ndio maana busara inatumika. Ulete watu ambao wanatoka nje, kwa mfano Spain, twende hata Ulaya au Egypt. Tunachukua watu ambao professional kuendesha mpira, tunakuja tunaweka pale, kanuni zifuatwe, sheria na sio nini tu, sababu busara na ustaarabu. Unahisi soka letu sasa ndio litakuwa nzuri zaidi kuliko hivi tunavyoendesha kwa busara? Ubaya sawa, ubaya wa kwa sababu kuna siku mwisho wa siku mtu ataamua asicheze mechi zote za ligi na asicheze. Sawa, ubaya wa ligi yetu unaendeshwa na vilabu viwili vikubwa. Ndio hicho, kwa sababu pale walikuwa pale juu wametokea kwenye hivyo vilabu viwili ambavyo huwezi amini, ndani ya uongozi wa Simba, ndani ya uongozi wa Young Africans, ndani ya uongozi wa TFF, ndani ya uongozi wa bodi ya ligi kuna mashabiki wa Yanga na Simba na mashabiki wa Simba. Hicho ndio nilichokuambia mimi, ndio tutoe hizo kwenye hivyo viongozi wa TPBLB, TFF, tuweke viongozi ambao watakuja kwa niaba ya uongozi ambao watakuwa professional. Unahisi tatizo litaondoka au tatizo litaongezeka? Pia watanunuliwa wazungu? Hapana, hisi hiyo bado haitosaidia chochote. Ni sawa sana ni sawa sana, ngoja kwanza, ni sawa sana kushusha hadhi ya ligi. Umeelewa? Kiongozi kama kiongozi, kwa sababu alioibua hizo hisia ni kiongozi mkuu wa TFF. Ndio. Baada ya kuisema klabu fulani kwamba ikacheze movie, si kabisa ngale movie. Ndio. Kiongozi wa ngazi ya juu. Ndio. Umeelewa bwana? Unajua sisi tunaumia ni mashabiki. Ndio. Sio viongozi. Ndio. Sio, umeelewa? Unajua leo hii wewe ungeko tumboni akaja unakuza bwana unakuza leo wapi? Ungepana kaja nizao Spain. Ni mwana Lamine Yamal. Unakuza leo wapi? Uingereza. Ni mwana Free Foreign. Lakini tumezoea kwa taifa la Tanzania tunamzaa Clement Mzize. Sio, umeelewa? Mimi siwezi kwenda kuangalia mpira wa Ulaya, sio Arsenal anacheza ngine nikamwangalia Martinelli. Na kati tiketi nipo kwa Mkapa VPB na muangalia Max Nzengeli, Clement Mzize na cheza wao. Sasa tunatatuaje katika bahati tumepata bahati ya kuzaliwa kwenye taifa hili. Tunapenda twende kwa ufupi bwana Sam. Ngoja kwanza bwana. Tunaumia. Ngoja kwanza bwana Sam. Ngoja kwanza. Tunaumia ni mashabiki. Ila viongozi wamelaki. Siko lengo langu kukumbusha kuzumia hili swala. Nataka kuambia mashabiki wa Simba na mashabiki wa Young Africans. Waambie. Ifike sehemu hivi vilabu tusiwe wapenzi, tuwe mashabiki wa mpira, tuwe na sport. Yaani sio kwamba Simba anacheza anaonekana kwenye mpira. Simba asipocheza haonekani. Kinachotumiza mashabiki wengi wa Tanzania ni kuwa na wapenzi wa Yanga na wapenzi wa Simba. Raundi hii game ikipigwa taifa kule kwa kweupe kabisa. Basi nisikize. Yaani wabaki TFF kuangalia mechi kwa sababu ni mara hizo mara kwanza. Sawa. Hizo pesa zinakuwa vipi za mashabiki? Subiria kwanza, tuliza emotion. Yaani mashabiki wa Simba uwanjani pia usizulie. Sawa bwana, sawa. Mashabiki wa Yanga ndio tuendi kabisa kwenye game. Nisikilize. Uwanja ubaki mweupe. Nisikilize. Mimi na swali moja kwa ufupi. Unahisi ile jambo situation nzima iliyotokea Yanga, Simba na TFF, tatizo nini? Tatizo ni viongozi. Yaani tatizo ni viongozi kwa jumla au viongozi kwenye nani taasisi fulani. Ni viongozi wa TFF. Ni viongozi wa TFF. Kwa sababu TFF alifuata barua ya Simba. Hakupata kanuni. Okay, asante sana bwana Sam. Bwana Karim. Naam. Hebu niambie wewe shida ya sakata lote zima, maana bwana Sam ukatoa maelezo marefu kidogo. Wewe hapo kwa ufupi
sakata la Simba na TFF na Yanga, unaona shida ilikuwa ni nini? Pale shida kama ilivyosemekana mwanzo, chimbuko na kituvu cha yale matatizo ni baada ya mabosa ya Yanga kuzuia Simba kwenda kufanya mazoezi ya mwisho. Ambayo ilikuwa tarehe 7 majira saa 1 usiku. Kwa Simba baada ya kuletea ubabe kama ule pale, usiku ule siku haijabadilika, wakatuma taarifa kwa umma kwamba hawatahudhuria tarehe 8 kwenda kucheza na nani? Na mechi haijachezeka. Kwenda kucheza na Yanga. Wewe hapo shida yako unahisi kwamba kuna watu ambao wanajihusisha kwenye mpira ambao hawastahili kuwepo kama hao makomando sijui nani, si ndio? Yaani hapo pa tumeongea. Kama komando na mpira wapi na komando zake vita. Komando anafikaje uwanja Benjamin Mkapa? Kabisa. Bwana ndugu mtazamaji wa Sanga Media TZ, hayo ni maoni machache na mawazo yao. Mtazamaji wa Sanga Media TZ, hayo ni machache tuwazungumzia kuhusu sakata zima la TFF, uongozi wa Simba, Yanga pamoja na TFF jinsi wanavyojaribu kutatua swala lao baada ya kukosea. Mimi naona makosa yalikuwepo pande zote tatu kwa sababu wote wameamua kihisia na ushabiki. Ila tuachane na hayo, tutaona mwisho wa hili swala. Tuachie wenyewe bwana wenye mpira wao TFF na mamlaka za mpira TPLB pamoja na shirikisho lenyewe. Sisi yetu macho. Bwana, hii chini kipindi chako pendo cha Fair Play, ulikuwa nami Patrick Luma. Karibu mkali. Samla program. Tukutane tena wakati mwingine, muda mwingine. Asante sana.